inaharibu akili. Bwana asifiwe. Amen. Roho ya kukata tamaa haikai ndani ya moyo, haikai kwa mwili, inakaa kwa akili, inachokora akili. Malengo ya hii roho kuingia kwako ni malengo gani? Namba 1, inakuja kwako ili kukutoa katika nafasi ambayo Mungu amekupea. Bwana asifiwe. Hii roho inakuja kwako ili kuondoe kwa nafasi ile ambayo Mungu amekupea ama Mungu amekuweka. Kuna nafasi zile ambazo Mungu aliweka watu wa Mungu. Haleluya. Hiyo roho ya kukata tamaa inakuja ili itimize malengo yake ya kukuondoa kwa nafasi. Sasa sikiza, nafasi gani ambayo Mungu amekupea? Hiyo roho huwa inakushawishi ili uondoke katika hiyo nafasi. Kwa lugha rahisi, kile kipawa ambacho Mungu amekupea, hiyo roho ya kukata tamaa inakuja kwako ili uondoke ama uachane na hiyo kipawa ambayo Mungu amekupea. Ndio unaona watu wengi katika huduma, mtu anaweza kata tamaa, anakata tamaa, anasema hii kazi sitaki kufanya. Ni ile roho ambayo imeingia ndani yake na inasababisha malengo yake ni kukutoa katika kiketi hicho, kwa hiyo nafasi ambayo Mungu amekupea. Kwa hivyo ni lazima ujue ni vile unaweza dili nayo. Hii roho haikulazimishi, inakushawishi ili uondoke hata kwa nyumba yako, ili uondoke kwenye kazi yako, inakushawishi. Haleluya. Hiyo ndio roho ya kukata tamaa inafanya ikikuja kwako. Namba 2, roho ya tamaa ya kukata tamaa inakuja kufanya nini? Inakuja kukudhoofisha. Unaanza kuchoka, unadhoofika. Ndio unaona kwamba ulikuwa na nguvu, ulikuwa unaweza tembea vizuri, unaweza kuja mapema, unaweza fanya kazi na roho moja, lakini inakuweka udhaifu. Bwana asifiwe. Amen. Jua kwamba wakati ambao unaona wewe katika kazi ya Mungu unaanza kukata tamaa, unaanza kufifia kuingia kanisani, unaanza kuruka, jua kwamba hiyo ni roho inaanza kukushawishi ufanye nini? Ukate tamaa. Hiyo ndio roho ya kukata tamaa ambayo inafanya kazi ndani yako. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Namba 1 inafanya nini? Ina sababu ya kukutoa katika nafasi yako. Usiwahi sahau hiyo. Namba 2, jua kwamba inakudhoofisha. Kabla ijaingia ndani yako, inafanya mambo, inakufanya unakuwa mdhaifu. Sasa unaanza kufanya vitu kama hautaki, kama unataka, umechoka, unang'ang'ana ndani yako, unazimia. Wewe uko katika laini ya kuzimia. Haleluya. Hata kutoka katika nyumba yako haikujini tu for hivi, hapana. Inaanza na kukushawishi. Inaanza kukuongelesha, inakaa katika akili, hata kuacha kazi inaingia, hata mtoto kuacha masomo inaingia kwa akili. Inaanza kumtolea mifano ile ambayo si nzuri. Ni unaona kwamba mtu ametereza, ametoka katika laini yake. Mwani echoliwe. Awerodi yali. Bwana asifiwe. Amen. Yes, pa. Haleluya. Amen. Hiyo roho lazima ujue. Na hiyo roho haishimunga hata kama wewe ni mhuduma, hata inakatia watu hata wachungaji tamaa, anaacha kanisa, anaondoka, anaacha church. Kuna wakati niliacha mimi karibu nikata tamaa. Wow. Hiyo roho haijui. Unanena katika lugha, unahubiri, unafundisha, unaweza imba, unaweza omba mpaka uone mbingu imefunguka, lakini ikiingia utakata tamaa. Ona Elisha anakatiwa tamaa. Anajua kwamba ni wakati wake Mungu kumuinua. Elia anaondolewa, lakini Elisha anaingia kwa nafasi ya Elia, lakini hiyo roho inainua watu. Naambia wewe, hauna habari bwana wako anafanya nini? Anaondolewa. Haujui. Lakini wakati ilikuwa imefika ya Musa kufanya Elisha kupakwa mafuta kuwa nabii, lakini hii roho inamshawishi. Hivyo ndio huwa hii roho huwa inakaa.
Wakati ambao unaona kwamba umeomba Mungu, baraka zako ziko karibu kukuja, inakuondoa katika uwepo. Haleluya. Amen. Inakuondoa. Na hivyo kama umaikuwa na wazo wa kusema kwamba nimeomba Mungu, nimemtegemea Mungu muda mrefu sijaona, hiyo ni roho ya kukata tamaa. Jua kwamba baraka zako ziko tu hapo karibu. Lakini kwa sababu hiyo roho haitaki upokee, lazima itakuondoa. Ni wangapi ambao wamekata tamaa kwa sababu ya watoto wao? Wamekata tamaa na maisha yao, wamekata tamaa na kazi ambao wanafanya. Ni kwa sababu hiyo roho ndiyo imeingia ndani yake. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Anajaona mtoto amefanya mzuri, mtihani anafanya vizuri tu, anakuwa na results zake nzuri, inafika tu wakati anakata tamaa. Akishakata tamaa, results zile zitakuja, utashangaa. Utashangaa. Lazima mzazi ujue vizuri, uendelee ujue vile unaweza shika mtoto wako. Huyu mtoto alikuwa anafanya vizuri, mbona sasa hafanyi vizuri? Si kumpiga na kumwambia wewe ni punda sijui nini wasijui. Angalia sababu ni nini. Hata vingine ni mwalimu ndiye amemkera kule. Amemwambia hata wewe haufai. Hata wewe sijui ufanye nini. Haleluya. Bwana asifiwe. Amen. Wala kwa walimu wenye wako hapa, lakini si niko saa zingine walimu mkinoko mnakuwa mnatusi watoto. Lakini si hao wetu ni wazuri, wako na roho ya Mungu. Kuna mtu anakuja kwa shule kama amevuta, amelewa. Wala huyu mtu mlevi, huyu mwalimu ama walimu hawalewi. Si wako ni walevi tu. Huyu anaweza aambia mtoto nini chochote kile kimekuja. Chochote. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hiyo roho ya kukata tamaa inaweza ongelesha hata mwalimu kuwa maono ya mtoto ambaye anasoma. Sikia hiyo soma Psalms 55. Tusikie labda ndio tunaweza elewa kidogo. 55 verse 5. Roho ya kukata tamaa ni mbaya. Zaburi 55. Zaburi 55 mstari wa 5, 6, 7, 8. Hofu na tetemeko. Kaa tu mwalimu, kaa tu watu nisikusumbue na kusimama sana. Hofu na tetemeko. Imefanya nini? Huyu mtu kwanza hakuwa na hofu. Lakini hofu imemkujia, endelea. Na hofu kubwa imenifunika. Yes. Ningekuwa na pao kama njiwa. Ningerudia mbali na kustarehe. Ningekwenda zangu mbali. Yes. Ningetua jangwani. Ningefanya haraka kuzikimbia dhoruba na tufani. Umesikia? Huyu ni Daudi mfalme. Roho ya kukata tamaa imemwingia. Alikuwa anafanya tu vizuri pale nyuma. Lakini imeingia mpaka anaona kutoroka. Anasema ningekuwa na mabao, ningehama, nienda hata jangwani. Hivyo ndio watu roho ya kukata tamaa ikiingia ndani yao. Huyu mtu anaanza kukaa peke yake. Bwana asifiwe. Amen. Kama hujawahi deal na hii roho, kuanzia leo hata kudili nayo, itakufanya ukuwe maskini. Itakufanya ukose kuamini ya kwamba Mungu wako. Hii roho inaanza, ukianza kuona kwamba unaanza kujitenga na watu, roho hii imekuingia ndani. Roho hii inasababisha unawaza mambo ya kutoroka, ya kuhepa. Uhepe uende, ani uiondokee. Na hauna habari, ni roho tu itakufuata penye huko. Tena itakufuata. Hii roho ya kukata tamaa ni hatari sana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Roho hii inakatisha watu tamaa. Inawatoa katika malengo. Hata kama ulikuwa na shamba lako mzuri unalima, unaona kwamba hii shamba sasa hata nikilima kweli na nikikufa kesho. Unaona? Sasa hata nikinunua shamba kama mwingine alikatisha tu mwingine tamaa, ukinunua pikipiki wataiba, itaharibika, itakuwa na accident.
Umemkatisha tamaa. Sasa zingine angalia maneno yale ambayo mtu anakuongelesha. Mnaweza kuwa tuna miradi mzuri ya kufanya. Kwa sababu hiyo roho ya kukata tamaa haiogopi mtu, haiogopi cheo, haiogopi hata ufake nyumba na haiogopi ndio. Itaingia ndani yako. Ninaanza kukushawishi. Naanza kukuongelesha. Unaanza kuongea rafu. Unaongea kama mwenye ujui uko wapi, ni nini unafanya, unajumuisha kila kitu, ni kama unashangaa. Hata ujue kama mwingine hajaambiwa, hata wewe haungefaa ukuwe mtu. Sema haukufaa, singefaa nikuwe mtu. Ningekuwa mnyama, ningekuwa nini? Inaua. Usiwahi kata tamaa. Kwa malengo yako usiwahi kata tamaa. Daudi anasema kwamba ningekuwa na mabawa ningehepa, niende jangwani. Nini ndio watu huwa wanahepa? Si kwamba hata amesumbuliwa, hapana. Ni roho inamwandama imtoe katika malengo ya Mungu. Sijui haijiuliza kwamba ni kwa nini sikui kiroho. Ni kwa sababu hii roho ya kukata tamaa imekufahamia na hujawahi jua jinsi ya kudili nayo. Umaisikia mtu akisema bwana, hii nyumba hata nimechoka, wacha niende nyumbani nipumzike. Sasa zingine kwa naangalia maandiko, Biblia inasema aje watu wakioleka tena wanaenda kupumzika makwao. Ndio nimekuja kugundua kumbe anakuwa ameshakata tamaa. Mtu yule ambaye amekata tamaa utaona matokeo yake. Daudi anasema hapana, ningehepa niende jangwani nikae. Roho ya kukata tamaa ni hatari. Usipojua kudili nayo, itaangamiza maisha yako, itaharibu maisha ya watoto wako, itaharibu maisha ya kila kitu, itaharibika kila kitu. Mahali penye utaenda utakuwa utakatanga tu hivyo tamaa. Bwana Yesu asifiwe. Usiwahi kata tamaa na maisha yako. Usiwahi kata tamaa. Tumefanya kazi, nimefanya hii miaka yote, sijui nini hata niondoke. Ndio watu wao wanaondoka hata mjini. Wanatoka hapa Eldoret wanaenda wapi? Anabadilisha town. Anaoja maajabu, ukibadilisha town hivyo, hali inazidi kuwa mbaya hata mpaka mahali penye umeenda. Ni roho ambayo inakuandama. Chunguza kwenyu ni wangapi ambao wamekata tamaa, hawakufikisha malengo yao. Ni hiyo roho inakufuata. Ni hiyo tu. Hakuna kitu kingine ambacho kinaweza kufuata. Bwana asifiwe. Mbona ukate tamaa utoke katika hii nafasi yako? Mbona ukate tamaa uache? Mpenzi wako mwenye walisema kwamba nimekupenda mpaka kifo. Mbona uache katika hii neema ambayo Mungu amekupea? Mbona unataka kuacha hiyo kazi? Mbona? Ni kwa sababu ya hiyo roho. Usikubali kushindwa. Bwana asifiwe. Huu mwezi usikubali kushindwa. Roho ya kukata tamaa inaondoana watu katika nafasi zao. Jua kwamba ni hii shetani anataka, huyu ni adui ambaye ananifuata. Anataka kuniondoa katika hii kasi. Halo. Salamia mwenzako, mwambie usikate tamaa. Geukia mwingine mwambie hii roho ya kukata tamaa isikuondoe kwa nafasi yako. Hii roho ya kukata tamaa isikuondoe kwa maisha yako. Kuna baadhi ya watu waliacha tu kazi hivyo ghafla tu hivyo. Wakaacha, alafu baada ya kuacha kazi akaanza kusumbukana. Ni roho imemwandama tu akaacha. Haleluya. Amen. Mbona hapo nyuma ulikuwa unafanya tu vizuri? Mbona hapo nyuma ulikuwa unakaa vizuri? Roho hiyo ya kukata tamaa ikikufuata, dadangu, ndugu yangu, utafikiria mtu amemfukuza, ni kumbe hakuna, mwenyewe tu amejiondoa hivi. Unajiondoana tu. Naandika barua ya Kursaini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Elia akatoroka pia. Sasa wacha nipe mfano. First Kings 19:2-3. Unaona Elia baada ya pia kukata tamaa. Imagine mtu kama Elia angekata tamaa. Hebu tufikirie kuhusu Elia. Bwana Yesu asifiwe.
Si tunajua hii historia ile Elia. Elia anaua manabii. Baadaye anakata tamaa. Anaondoka. Mtu mkubwa, nabii mkubwa aliyeita moto kutoka mbinguni, hakutumia kibiriti. Moto ikawaka. Ni vitu vingapi ambavyo umetenda hapo nyuma? Mbona hii kimoja kiukatishe tamaa? Mbona hii tu kadogo hii? Na Paulo akasema kwamba Mungu huwa anaachilia jaribu likuje akijua kwamba utashinda. Soma hiyo kitabu. Yes. Naye alipoona hayo aliondoka, akaenda alihifadhi roho yake. Yes. Akafika Beersheba mji wa Yuda, akamwacha mtumishi wake huko. Haleluya. Alikimbia akaenda kabisa. Huyo ni Elia. Anakimbia anaenda. Soma 13 na 14. Ikawa Elia aliposikia, alijifunika uso wake katika mavazi yake. Akatoka. Yes. Akasimama mlangoni mwa pango. Na tazama sauti ikamjia kusema, yes, unafanya nini hapa Elia? Akasema, nimeona wivu mwingi kwa ajili ya Bwana, yes, Mungu wa majeshi, kwa kuwa wana wa Israeli wameacha maagano yako na kuzivunja madhabahu zako, yes, na kuwaua manabii wako kwa upanga. Nami nimesalia mimi peke yangu, nao wananitafuta roho yangu waiondoe. Nasikia? Unaona hiyo roho ya kukata tamaa huwa inakushawishi, inakufariji, inaona kwamba ni wewe tu peke yako duniani. Sasa kama umaifikiria ni wewe peke yako, ni roho ya kufanya nini? Ya kukata tamaa ndio kuongelesha. Hii kwani hii bomba tu ni mimi tu ndio. Kwa mfano kama Eliza atasema kwani ni mimi tu peke yangu. Kienda kwa kile Zinki huko na atasema Zinki anasema kwani ni mimi tu. Kwani hakuna watoto wengine. Alafu inamuinua mabega hivi inamwambia kwamba ni wewe, ukiondoka katika hii nyumba watu watateseka. Hebu 18 inasemaje? Hii 18. Soma 18. Pamoja na hayo, nitajisatia katika Israeli watu 7,000. Kila goti lisilo linania bahari, kila kinywa kisichomgusa. Huyo ni nani anajibu? Ni Mungu. Ukisoma tu hapa inaendelea kukwambia kwamba kuna manabii wengine 700 ambao hawajafanya nini? Hawajainamia. Huyo ni Mungu anajibu nani? Anajibu Elia. Naambia Elia, sikia, hata si wewe peke yako. Si wewe peke yako. Niko na manabii wengine wangapi? Bado wale ambao hawajawahi inamia nyumba. Hawa kuibusu manabii wengine. Unaona roho hiyo ya kukata tamaa vile inawekanga watu katika kiwango kile ambao si sahihi. Alafu hauna habari, kando na wewe kuna watu wengine Mungu amewaweka kando. Hapa unaona hiyo roho ikiingia ndani yako sasa yangu, huo inakuja saa zingine na Biblia nasema sasa kwa hiyo kanisa ni mimi ndio pastor pale. Kama siko asiwe hakuna mtu mwingine anaweza kuhubiri. Hiyo ni ujinga wangu yenyewe niko nayo. Ufala, upumbavu ile hali hiyo. Kando yangu kuna wahubiri vya hawa wamekaa hapa. Wanaweza fanya kazi yenye mimi ninaweza fanya. Tena sahihi. Ujielewa hiyo, salamia mwenzako mwambie unaona hiyo kazi yenye unafanya nayo? Yenye unafanya. Hiyo yenye unaringa nayo. Hiyo tu unaringa nayo. Kuna mtu mwingine kando yako. Kuna mtu mwingine kando yako. Anaweza fanya kukuliko wewe. Unaweza fanya kumuliko yeye. Kama unataka kusikia geukie wewe, salamia mwingine mwambie. Bwana asifiwe. Amen. Ni ukweli. Alafu kanisani nikuje nisema kama si mimi kwa hiyo kanisa. Nimesikia mchungaji mwingine akisema, nikiacha hii kanisa, hiyo kanisa itafungwa. Mwambie enda kabisa. Na hata usiende kwa hiyo kanisa uone kama haitaendelea. Nikwambie tajenyewa.
Iko tu hapa. Ndio barabara. Ukienda